Kuna kitu mimi huwa sitaki. Mimi sitaki kujifanya kwamba ninaelewa lugha zote, kwa sababu kuna watu walikuja huku kwetu wakasema Mwathani Agoso, na mwishowe tuko pahali tuko sasa. Kwa hivyo mimi na heshimu ya kujua kwamba sasa tuko Masaini, na hapa kwa sababu mimi sijui Kimasai nitaongea Kiswahili na naheshimu lugha yenu, na ninaweza sema hiyo mambo ya tumsifu Yesu Kristo kwa njia ya Kimasai. We have only 2 years to elections. Na watu Kenya mzima nimesikia wamekubali ya kwamba wamechoka na kasongo. Ni kweli ama si kweli? Wamechoka na kasongo. Kwanza wale walimpigia kura kwa fujo kule kwa mlima, hawa ndio wamechoka zaidi. Na juzi ametembea huko kwa mlima na akainua mkono wa heri kusema wa Buhari, waherini, na sisi pia tukainua mkono wa kumwambia kwa heri, kwa sababu tumeanza safari nyingine. Mimi kama Secretary General wa Jubilee sijaona uasi ambao niliuona kwa chama cha Jubilee. Watu ambao wamepatiwa kazi na uhuru wamemwasi mchana peupe na kuanza safari ya kutupeleka kotini na kwingine. Leo hii nashukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akitusaidia katika wiki ama wiki ijayo kule Nairobi pia tutapata kuwa na maombi kama haya sisi wana Jubilee, na tutamwalika Bishop wenu Bishop William akuje kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa hatuko pahali tulikuwa miaka 2 iliyopita. Hello. Na kanisa yote, mimi nataka kusema shukrani kubwa kwa kupatiwa nafasi ya kusimama mbele yenu. Na waheshimu viongozi ambao tuko nao, Moita wakili hapa, kijana chipukizi, naona anaweka bidii sana. Ni kweli tulikuwa na yeye shule, na hiyo nilikuwa nafanya degree yangu karibu ya 4. Ndio tukakutana na miaka yako kwa shule. Lakini tuko hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu ako na, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupenda. Na mimi sina mambo mengi ya kusema. Nilikuja tu kwa maliko yake familia ya Bishop Maraso. Lakini Kenya hii imekuwa wakati wa siasa, ni wakati kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunapiga kula, kesho yake tuko uwanjani kupiga siasa. Na hiyo ni makosa kubwa sana, kwa sababu inazuia tuchangie maendeleo ya Kenya hii, barabara na kila kitu. Nao wahubiri waendelee kuhubiri mambo ya Mungu. Lakini sasa mambo ya siasa Kenya hii hata imetoa katika dunia ya Kenya. Na ndio saa zingine unaweza ona kama sisi hatuweki bidii sana, sababu yule anaitwa Judas alifanya nini? Alimsaliti Yesu. Na sababu gani amri ikitoka mimi ninatii ya Catherine Maraso? Ni kwa sababu tangu 2022 yeye hajamsaliti Uhuru na hajamsaliti chama cha Jubilee. Sisi tumekuwa kwa shida kwa miaka. Ni kweli, kama kweli tukifanya mambo vile inatakana kufanyika, huyu leo angekuwa mheshimiwa pahali fulani. Lakini kuna mambo yamefanyika kule mbeleni na tumeacha nyuma. Vile vile wakili hapa pengine pia angekuwa mheshimiwa ama anawakilisha sisi sehemu fulani. Lakini lazima tujipange na tuende mbele. Na mambo ya uasi, usaliti tuachane na. Hello. Mambo ya uasi, usaliti tuachane na. Bishop Mary, sitaki kusema mengi. Lakini ile ukweli ya mambo ni kwamba ile shida kubwa tuko nayo ni kwamba wale ambao wako uongozini, ukifuata mienendo yao, ni mambo ya usaliti. It is a system of betrayal. You promise people that you are going to help them, ama utawasaidia kwa njia hii na hufanyi hata uonekani. That is betrayal. Watu wanaamua kupigana ndio wajitolee shida fulani. Tuko pamoja kwa hiyo safari, mara wewe umepiga kona, umetuacha tu kwa mataa. Hiyo pia ni betrayal.
Mimi kama Secretary General wa Jubilee sijaona uasi ambao niliuona kwa chama cha Jubilee. Watu ambao wamepatiwa kazi na Uhuru wamemwasi mchana peupe na kuanza safari ya kutupeleka kotini na kwingine. Leo hii nashukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akitusaidia katika wiki ama wiki ijayo kule Nairobi pia tutapata kuwa na maombi kama haya sisi wana Jubilee, na tutamwalika Bishop wenu Bishop William akuje kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa hatuko pahali tulikuwa miaka 2 iliyopita. Hello. Na ni vizuri kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi nataka kusema ya kwamba kwa sababu siasa huyu ndio ameleta huyu wakili. Mimi nilikuwa nimekuja tu kuoga. Yeye ndio amefanya niongee siasa kwa sababu nimesikia anatafuta kiti. Lakini hakikisha umeingia kwa chama sawa sawa. Usicheze namna hii. Wacha nikwambie, Jubilee iko na idadi ya watu milioni 7.1 members. Ndio chama kikubwa zaidi Kenya hii. Hamna chama kingine kiko na watu wengi kama wale. Na pale tumetoa kiongozi anaitwa Uhuru Kenyatta, amefanya miaka yake 10. 2022 tukasema tutaunga Raila Amolo Odinga, tukampatia kula ambazo tulimpatia, lakini pale wengine wakasema watampigia William kura. Kwa hivyo sisi tuko pale chama cha kimataifa, tumetoa Uhuru, tumepigia Uhuru kura, tumepigia Raila kura, wengine wamepigia Ruto kura. Wakili, naona huyu kijana anaitwa Sakuda. Bishop, nimekusikia. Mimi pia najaribu kutengeneza timu ya vijana na niko na wao. Huyu kijana hii microphone ameshika leo hapa, hageishika mwezi wa 10. Alikuwa naiona anatoroka. Imenichukua kutoka mwezi wa 10 mpaka wa leo, na sasa anaichukua na kuhakikisha kwamba ametoa hotuba kwa Wakenya. Hello. If you want to become a national leader, you must be in a national party. Don't go to village parties. That guy may be known more than you and you are looking for whatever before. Kwa sababu tumetembea naye Kenya mzima. And I'm challenging young people, stop being local. We need national leaders. Please, we need national leaders. Let us not localize too much, because you will have good talent. I know you have seen me in school. I know how you can deal with logbooks. Lakini ukikaa hapa tu utakaa hapa kijiji bwana. Tembea twende pamoja na wewe, because this country needs you. And that's why we are keeping Jubilee as a national party. Na leo tuko hapa Maroro. Na Bishop wako na kanisa hapa. Na ataendelea kuhakikisha kwamba imepata idadi ya watu. Lakini usije ukafikiria kwamba kanisa ya Maroro itakuwa kubwa kuliko ama itaanza kutoa amri sijui, I don't know. It is not the one going to give orders to the one in Kajiado. Lakini lazima ipatiwe nafasi yake ya kuinuka ili ifike katika hiyo kiwango. Najua Bishop Mary anaelewa vile nasema, kwa sababu hiyo ni siasa kali. Lazima kila mtu apate nafasi ya kuinuka pole pole. Usije ukafikiria kwamba utapata mtoto kesho ama utaunda kanisa kesho na ikibie ianze kuhubiri Kenya mzima. Haiwezekani. We have only 2 years to elections. Na watu Kenya mzima nimesikia wamekubali ya kwamba wamechoka na Kasongo. Ni kweli ama si kweli? Wamechoka na Kasongo. Kwanza wale walipigia kura kwa fujo kule kwa mlima, hawa ndio wamechoka zaidi. Na juzi ametembea huko kwa mlima na akainua mkono wa heri kusema wa Buhari, waherini, na sisi pia tukainua mkono wa kumwambia kwa heri, kwa sababu tumeanza safari nyingine ya kutafuta mtu ambaye anaweza okoa Kenya. Na ndio juzi Saturday ni Jumamosi kulipigwa kura na ile redio inaitwa Inoro, na waseme kati ya watu wawili Matiang'i na huyo mwingine ni nani watampigia kura. Hii ni redio ya Kikikuyu. Wacha niwaambie, ilichangaza sisi.
watu 9 kwa kila 10 walichagua Matiang'i, wakaacha huyo mwingine. 90% of the people who called wanted Matiang'i. Hiyo sisi tulisema, si asubuhi tuliamka siasa, ni wao tu walisikia Matiang'i amefika na wakasema bas, the eagle has landed. Lakini Matiang'i pia ananiambia kama Uhuru tu, yeye hataki mambo ya siasa ya kila siku. Kama tunataka mambo ya kuinua hali ya Wakenya, lazima tutumie muda mwingi kufikiria vile tutasaidia Wakenya, lakini sio kutumia muda wote tukicheza siasa. Hiyo sio kusema kwamba wakati yake ikifika hata tembea. Na nataka kujua, mngetaka akuje hapa wazalimu ama mngetakaje? Mnataka akuje? Hebu nione kwa mkono wale wangetaka Matiang'i akuje baadaye. Naona kanisa yako yote Bishop iko kwa Matiang'i. Kwa hivyo hata hii pia inaweza toka 90% Matiang'i na huyo mwingine 10%. La mwisho ni kusema ya kwamba tuko katika hiyo hali ya kuombea Kenya mzima. Hatuwezi tukaenda hii safari ukiwa peke yako, lazima tushikane sisi wote mpaka na kanisa na makabila yote, na that is why I'm proud to be a Secretary General of Jubilee. Because na watu wa mlima wamesema raundi hii hawatachukua hiyo kiti ya rais, hata watapagania wapatie mtu mwingine from a small community. Halo, wameamua hiyo, wamekubali. I know inawachangaza. Bishop, angalia mimi kwa sawa. Na mimi sitaki uwe offside kama raundi nyingine. Wewe na mimi leo. Na mimi sitoi uamuzi kwao, ninawasikiza tena. Kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko mambo mengi sana. Unasikia wanasema hata tunatafuta pia kuona hii namba 2 nani pia anatakikana. Hiyo pia iko kwa meza. Watu wote waanze kufikiria. Kwa hivyo mnapotembea, mnapofikiria mambo ya kesho, mnapoomba, fikirieni haya mambo. Sisi katika Jubilee we have our own presidential candidate mwenye atakaa na wale wengine, kwa sababu chama bila presidential candidate, chama kubwa kama Jubilee, sio jambo nzuri. Na tuko na presidential candidate mwenye tunaunga mkono, mwenye tutakuwa tukiuza Kenya mzima, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Huyo ndio presidential candidate wetu.